Haleluya, haleluya. Na Yesu Kristo anasema na injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa katika mataifa yote ili iwe ushuhuda, na hapo ndipo ule mwisho utakapowajia. Hebu sema injili ya ufalme. Sema tena injili ya ufalme. Kwa hiyo kuna aina za injili. Sasa ndio maana nikakwambia kila mmoja katika ufalme kuna wakati wa kutoa hesabu, kwamba Mungu ulinipa miaka 60 ya kuwepo duniani. Katika miaka hii 60 nimefanya ya kwangu 1, 2, 3, lakini nimefanya na ya kwako 1, 2, 3. Kwa hiyo maisha ya mtu yatapimwa, muda wa mtu utapimwa. Mtu mmoja akasema hivi, anasema ni hatari kuishi na ikiwa hujui kwa nini unaishi, kuliko yeye aliyekufa na kujua kwa nini alikufa. Haleluya, amen. Akaja yule aliyepokea talanta 5. Akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama talanta nyingine 5 nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema, a faithful servant na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Yesu anasema ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, alafu ingia katika furaha ya Bwana wako. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo ndani ya ufalme kuna kipimo cha uaminifu. Kipo kipimo cha uaminifu. Lazima Mungu kupima, na ndipo baraka kudhihirika. Haleluya. Ukisoma Zaburi ya 105 na mfikiri mstari wa 9, Biblia inasema naye Yusufu akapelekwa utumwani, na maandiko yanasema hata wakati ulipowadia, ahadi ya Mungu ilikuwa ikimjaribu. Ninaomba ufahamu sana haya maneno na uyatilie moyoni. Zaburi ya 105 mstari wa 9, ama sio? Ni mstari wa ngapi? Maandiko yanasema ahadi ya Bwana ilikuwa ikimjaribu. Zaburi ya kwamba Mungu ana kipimo kwa uaminifu juu ya watu wake, na ya kwamba baraka ya mtu haipimwi kwa matamanio aliyonayo juu ya ile baraka yake. Sasa Yesu Kristo alikuja kutupa ufahamu na maarifa haya ya kwamba ndani ya ufalme wake kila aliyeitwa na Mungu ameitwa na Mungu ili kumtumikia Mungu. Mwambie mwenzako, kila aliyeitwa na Mungu. Mwambie kwa sauti, kila aliyeitwa na Mungu aliitwa na Mungu ili amtumikie Mungu. Sasa wengi tunaposema kumtumikia Mungu wanawaza ni kama hili ninalolifanya, kuwa mhubiri, kusimama madhabahuni, si ndivyo? Kumtumikia Mungu sio hivyo tu. Biblia inasema hivi, Daudi anasema vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Vitu vyote, vyote unavyoviona
jirani yako unayemwona hapo, huyo ni mtumishi wa Mungu. Kule nyumbani, jirani yako uliye naye nyumbani, yule ni mtumishi wa Mungu. Ni kwamba tu hajui ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, ila maandiko yanathibitisha wazi ya kwamba kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Hebu naomba tusome Zaburi ya 119 mstari ule wa 89 na 91, alafu tusonge mbele. Biblia inasema, E Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Uaminifu wako upo kizazi baada ya kizazi. Umeiweka nchi nayo inakaa. Kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo. Maana vitu vyote ni watumishi wako. Hebu sema vitu vyote. Sema maana vitu vyote ni watumishi wako. Anasema vitu vyote, all things are your servants. Kila kitu unachokiona kipo kimtumikie Mungu. Hata shetani unayemuona ni mtumishi wa Mungu. Sawa sawa, hata ibilisi naye ni mtumishi wa Mungu. Ni kuonyesha jinsi anavyomtumikiaga Mungu. Mungu akiona mtu huyu anaenda kupotea ama kuharibika ama anaelekea mautini, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwishowe ni njia za mauti. Kwa hiyo Mungu anapoona huyu mtu anaelekea mautini, sasa Mungu anamruhusu, anampamiti, anampa ruhusa ibilisi. Linatokea jambo fulani hapo, huyu mtu anaanza kuhangaika, kupata shida, ama ni ugonjwa, ama ni jambo, ama ni mabaya ya namna gani, lakini yale yote yampelekee mtu kumlegeza kwa Mungu. Haleluya, tuko pamoja? Amen. Sasa ukisoma Warumi sura ya 8 mstari wa 28, tunaona ukweli huu, ukweli wa ajabu kabisa. Mungu anazungumza kwa kinywa cha Paulo kuliambia kanisa juu ya ukweli ambao umefichika katika fahamu nyingi za watu. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 28, maandiko yanasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili. Hebu sema tangu asili. Sema nimejulikana tangu asili. Mwambie mwenzako nimejulikana tangu asili. Siko hapa kwa bahati mbaya, ila tangu asili nalijulikana. Anaposema tangu asili, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, wewe ulikwisha kuitwa tayari. Mbingu zilikuwa zina listi ya watendakazi, ya watumishi wake, na wewe ukiwemo katika hiyo listi tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Sasa Biblia inasema ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu aliona vema kumfunua mwana wake, yaani Yesu Kristo, akazaliwa na mwanamke. Tuko pamoja? Haleluya. Ukimya wako unamaanisha usikivu ama unamaanisha uchovu? Kwa hiyo Yesu anamwambia Petro, kitabu kile cha Yohana,
anamwambia Petro, anamwambia, je, Simon Petro, Simon wa Yohana, je, wanipenda? Petro anamjibu Yesu, Bwana, wajua ya kuwa mimi nakupenda. Yesu anamwambiaje? Lisha kondoo zangu. Sasa anataka ufahamu ya kwamba Mungu amemfanya kila mmoja wetu, wewe hapo, mimi, kuwa watumwa wake, ili tulitumikie kusudi la Mungu katika kizazi chetu. Haleluya, haleluya. Mungu anamwambia Daudi, ama kitabu cha Matendo ya Mitume utasoma mwenyewe, sura ile ya 13 mstari wa 36. Andiko hili linasema, Biblia inasema, naye Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana katika kizazi chake akalala. Anasema Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana katika kizazi chake akalala, akaona uharibifu. Kwa hiyo katika kizazi cha mtu, yani katika wakati mtu anaoishi duniani, ndani mwake lipo shauri la Bwana. Tuko pamoja Ndani yako wewe, katika kizazi chako, yani tangu kuzaliwa kwako, tangu kukua kwako mpaka uzee wako, kuna shauri ama kusudi la Bwana, kazi ya Bwana katika hicho kipindi. Na hicho kipindi ama hilo shauri ukilitumikia, huko ndio kunaitwa kumtumikia Mungu. Lakini kama nilivyosema, kumtumikia Mungu sio kuwa mhubiri wa injili tu, huko sio kumtumikia Mungu pekee. Haleluya. Kumtumikia Mungu ni kulijua lile kusudi la Mungu, kile Mungu alichokiweka ndani yako, na kukitumikia. Hebu sema kukitumikia. Na hapa ndipo terminology inayoitwa servanthood ilipozaliwa. Yaani ni kukitoa kipawa chako juu ya watu, ama katika jamii, ama katika kizazi, na kukitumikia kwa moyo, na huku ukiakisi maisha ya Yesu Kristo. Sijui unanielewa? Haleluya. Kwamba utumishi ni kutumikia lile kusudi la Mungu ndani ya maisha yako kupitia vile vipawa na ule utendaji kazi ambao Mungu ameweka ndani ya mtu. Hiyo ndio inaitwa kumtumikia Mungu. Sasa ili Mungu aone kila mmoja anamtumikia, ndani mwake aliweka vitendea kazi vya namna ya kumtumikia, na hivi vitendea kazi ndio vinaitwa vipawa, gifts. Ndio vitendea kazi katika utumishi ama maisha ya mtu ambayo yana reflect kazi ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ama haukubaliani na hayo? Kwa hiyo ndani ya mtu kila mmoja ameweka vipawa ama vitendea kazi, ili huyu mtu vimuwezeshe kumtumikia Mungu. Mimi nimepewa kuhubiri neno, kufundisha neno. Mwingine amepewa kuimba, ili kupitia kuimba kwake amtumikie Mungu na amzalie Mungu matunda. Mwingine amepewa roho yake ni ya hekima,
kama Yethro anamwendea Musa, anamwambia Musa, kwa hii namna unayofanya hii kazi yako ya kuwaweka watu hapa mchana kutwa waje watoe shida zao na utatue matatizo yao, hii namna unayotumia utakufa Musa. Anamwambia, nakupa shauri na Bwana awe pamoja na wewe. Chagua watu uliowaona kuwa ni bora na ni vichwa na wana hekima ndani yao, alafu hao wawe sehemu, uwaweke kati ya maelfu juu ya makumi, ya mamia juu ya makumi, ili wao wachukue huu mzigo pamoja na wewe. Na Biblia inasema ndipo Musa akawakusanya wazee wa Israeli, na Mungu akatoa roho ya Musa akaweka juu yao. Kwa hiyo Mungu alikuwa anafanya distribution, anatoa vipawa juu ya Musa anaweka kwa watu wengine, ili kwa pamoja wamtumikie Mungu, waijenge kazi ya Bwana. Sasa na akiisha kuja Yesu Kristo, yeye naye akatoa. Hatujapokea roho ya Musa, tumepokea roho ya Yesu Kristo. Maandiko yanasema naye aliyepaa ndiye aliyeketi juu ya vyote, naye akawajaza. Alipoinuliwa akateka mateka, naye akawapa wanadamu vipawa. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo sasa, huko ndiko kumtumikia nani? Mungu. Hayupo mtu ndani ya nyumba ya Mungu ambaye hana kazi. Yaani yeye kazi yake tu ni kwenda ibadani, kwenda kurudi. Ukijihisi hivyo ujue tayari ushalogwa. Ukijihisi kwamba hivi, nasema kwa herufi kubwa nikiwa na maanisha, ukijihisi kwamba mimi ni wa kwenda ibadani, alafu nasikiliza ibada, alafu ibada ikiisha naondoka, ujue tayari wamesha kuloga. Mwambie mwenzako ujue wamesha mloga. Mwambie kama ni wewe ujue washa kuloga. Kwa nini? Fungua kitabu cha Hesabu sura ya 3. Mungu alipowaokoa wana wa Israeli, alipowatoa katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri, akawapandisha akawapitisha jangwani ili awapeleke katika nchi ya ahadi. Huyu Musa aliyasikia haya, ama Mungu alimwambia Musa maneno haya. Hesabu sura ya 3 mstari ule wa 11. Ninaomba kila mwenye Biblia, na nina hakika ya kwamba unayo Biblia yako, si ndivyo? Fungua pamoja na mimi Hesabu sura ya 3 kuanzia mstari wa 11. Tusome wote hapo kwa sauti kubwa kabisa. Hesabu sura ya 3:11. Twende wote kwa pamoja. Wangapi wamefika? Nyosha mkono wako juu. Twende pamoja. 1, 2, 3. Hesabu 3:11. 1, 2, 3. Twende. Kisha Bwana akanena na Musa. Sema kwa sauti. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mimi tazama, nimewatoa Walawi na kuwatoa kati ya wana wa Israeli, badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli. Piga stop kwanza. Anasema nimewachukua Walawi. Kama unavyojua kulikuwa na kabila 12 za Israeli, na kabila mojawapo inaitwa kabila ya Lawi. Sasa Mungu anamwambia hivi, nimewachukua Walawi wawe mbadala ya wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo kila mzaliwa wa kwanza juu ya wana wa Israeli, yani wewe ukizaa mtoto wako yule wa kwanza. Ila katika Agano la Kale haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa inaenda kwa mtoto wa kwanza wa kiume kuzaliwa. Bwana ndio wa kwake. Kama ni wa kike, maana yake wa pili kama akizaliwa ni wa kike pia,
watatu akizaliwa ni wa kiume, yule ndiyo mzaliwa wa kwanza. Haki ya mzaliwa wa kwanza ndiyo iko juu yake. Kwa sababu ile haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa inaambatana na urithi. Sawa sawa, Ndio maana ukisoma Biblia huoni mara nyingi wanaongelewa watoto wa kike, wanaongelewa tu mara chache kukumbusha, lakini aliyekuwa anaendeleza kizazi ama uzao ni mtoto wa kiume, na yule Mungu ndio alimpa privilege ama kipaumbele. Sasa Mungu anamwambia Musa, nimewatoa Walawi, yani nimechukua kabila ya Lawi badala ya wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ndio maana nikasema, ukijiona wewe kwamba wewe ni wa kwenda ibadani na kurudi baada ya mahubiri, ujue tayari wameshakuloga, kwa sababu tokea mwanzo haikuwa hivyo. Mungu alitaka kila mwanafamilia awe mbele za Bwana amtumikie. Maana yake ingekuwa leo, ingekuwepo kila mtoto wa kwanza, kila representative kwenye familia, yeye ni mtumishi wa Bwana mbele za madhabahu ya Bwana. Sawa sawa, Kwa hiyo sasa Mungu akaona isiwe shida, kwa sababu wengine hawataki kumtumikia Bwana. Sasa akamwambia Musa, nimewatoa Walawi, kabila ya Lawi iwe badala. Haleluya. Tumalizie kusoma mstari wa 12. Mimi tazama, twende wote, nimewatoa Walawi na kuwatoa kati ya wana wa Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli, na hao Walawi watakuwa wangu. Sawa, Mstari wa 13, kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, nikajiwekea wakfu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli, wa wanadamu na wa wanyama watakuwa wangu, mimi ndimi Bwana. Mungu akaapa hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo kila mmoja, kila familia ilikuwa ndani yake ina mtumishi wa Mungu pale. Yule mzaliwa wa kwanza ndiyo mtumishi wa Bwana. Sawa sawa. Lakini baadaye Mungu akafanya mbadala kwamba hawa Lawi wasiwe na shughuli yoyote, wao wawe mbele za Bwana tu, wanamtumikia Bwana. Wakisimama mbele za Bwana wanaiwakilisha familia fulani, wanaiwakilisha familia ya mzee Shayo. Ina maana mbele za Bwana pale, Mungu akiangalia, kuna mzee Shayo yupo pale, mzee nani yuko pale, mzee John yuko pale, kila mmoja anamtumikia Bwana. Na ndio maana Yesu anasema, Yesu Kristo alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, naye akatufanya kuwa ufalme na makuhani. Sisi ni makuhani ndani ya ufalme wa Mungu. Piga Yesu makofi ya shangwe, haleluya. Sasa kuhani alikuwa na kazi ya kumtumikia Bwana. Narudia tena, kuhani alikuwa na kazi ya kumtumikia Bwana ama kutumika mbele za Bwana. Sasa na Yesu Kristo, kama yanenavyo maandiko, alifunua ukweli huu kwamba mpango wa Mungu ni kwamba watu wamtumikie yeye. Utajiuliza, je, maisha ni nini? Yaani maisha, je, ni kuzaliwa, si ndio? Kukua, kusoma, kuoa ama kuolewa, si ndio? Kuzaa watoto na mwishowe kufa. Hayo ndio maisha, si ndio? Je,
maisha ni kitu kipi sasa? Kama maisha sio kuishi tu. Yesu Kristo anatuonyesha katika kitabu cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 34. Yohana sura ile ya 4 mstari wa 34. Siku moja Yesu, kama unavyojua, alienda mahali panaitwa Samaria, si ndivyo? Alipokuwepo huko akapita mpaka kwenye kisima. Alipokuwepo kisimani akakutana na mwanamke, yakaendelea pale. Tufupishe habari. Baada ya wanafunzi wake kutoka kununua chakula, wakamwambia, Bwana, ule. Maandiko yanasema huko nyuma wanafunzi wake wakamsihi wakisema, Bwana, ule. Yeye akasema, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Wanafunzi wake wakawaza, je, kuna mtu amemletea chakula? Yesu akamwambia, chakula changu ndiyo hiki, niatende mapenzi yake aliyenituma, nikaimalize kazi yake. Mambo mangapi? Mawili. Anawaambia, mimi chakula changu ni kuyatenda mapenzi yake, to fulfill his will and to fulfill his work. Mambo mawili. Kwa hiyo sasa maisha ya mtu, mbali na kula, mbali na kutafuta chakula kila inapoitwa leo, mwanadamu yuko kwenye harakati za kutafuta nini? Hapa chakula kwa tumbo, tumbo kwa chakula, lakini Bwana atavikatilia mbali vyote. Maandiko yanasema, lakini ufalme wa Mungu si katika kula na kunywa, bali katika haki na Unaona sasa Mwambie mwenzako, ufalme wa Mungu si katika kula na kunywa tu, lakini katika haki na furaha katika Roho Mtakatifu. Sasa maisha ni nini? Ndio maana Daudi anasema, Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana, after David saving his generation with the will of God, ndipo akalala. Amen. Amen. Sasa katika Biblia tunaona jambo la ajabu. Kwa nini naliita la ajabu? Kwa vile Yesu alivyokuwa anazungumza na Petro. Unajua, baada ya Yesu Kristo kusulubiwa baadhi ya wanafunzi walijua swala la Ukristo ama swala la imani ndio imeisha pale. Tuko pamoja? Weka attention kidogo. Yesu Kristo aliposulubiwa, kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wanajua jambo hili ndio limefanyaje, limeisha. Kama tulipopita katika kile kipindi, wengine wakafikiri kwamba kanisa ndio limeisha. Ni nani ambaye anaweza kulishinda kanisa la Mungu duniani? Hayupo. Nenda kachunguze katika historia yote. Alikuwepo mfalme Konstantino wa tatu. Yeye alilitumia kanisa ili kushinda ufalme wake, lakini hata hivyo bado kanisa la Mungu halikuweza kushindwa. Walitafuta kuwaua watakatifu. Nenda rudi kipindi cha Yezebeli, aliwaua manabii wa Bwana, akajua amemaliza kanisa, lakini bado hakuweza kulimaliza kanisa la Bwana. Aliwaua wanafunzi wa Yesu, wakasulubiwa, wengine wakachunwa ngozi, wengine wakakatwa, wengine wakawekwa kwenye mafuta, lakini bado hakuweza kulimaliza kanisa la Mungu. Hebu je wewe uliyezaliwa miaka ya nyuma tu hapo? Kwa hiyo wengine walijua ndio imefanyaje,
imeisha. Mwambie mwenzako haijaisha na haiwezi kuisha. Amesema hivi, tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Yaani hata ukamilifu, mwisho wa dunia, Yesu yupo pamoja na kanisa lake. Akasema tena, nimelijenga kanisa langu na tazama malango ya kuzimu hayatalishinda. Haleluya, haleluya. Na hapo watu ndipo watajua ya kwamba hii si kazi ya mwanadamu, bali ni kazi ya Mungu mwenyewe. Sasa kitabu kile cha Yohana sura ile ya 21 tunaona jambo la ajabu. Baada ya Yesu Kristo kusulubiwa na kisha kufa, baadhi ya wanafunzi wake wakajua swala la imani limeisha. Kitabu kile cha Yohana sura 21 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema, baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simon Petro akawaambia, naenda kuvua samaki. Hebu sema, naenda kuvua samaki. Petro anasemaje? Anaenda akavue samaki. Anaenda alikotoka, anarudia kazi yake. Nao akamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Hebu sema, hawakujua kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Amejidhihirisha kama kikongwe, kizee. Anawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la, yani hapana. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Usiku kucha wamekesha. Kumbuka hawa ni wabobezi, ni wabobezi wa jinsi ya kuvua. Wanajua uvuvi haufanyiki mchana, unafanyika usiku. Ila ingawa kwa fahamu zao na ubobezi wao walienda usiku na hawakupata. Wamesema, tumefanya usiku kucha, kazi ya kuchosha, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Mstari wa 7, basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Ni Bwana huyo, nimeshakumbuka. Huyu ambaye huwa anasema tupa utapata, alafu ukapata, huyu si mtu wa kawaida. Wakakumbuka ndio yule aliyewaambia, teka nyavu mpaka kilindini mkashushe nyavu. Amen, twende pamoja. Akamwambia, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi.
akajitupa baharini, na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakilikokota ile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simon Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Yesu akawaambia, njoni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, nani wewe? Haleluya! Naomba upige hiyo tu, piga hiyo tu. Yesu akaenda akautoa mkate, akawapa na samaki wanafunzi wake. Si ndivyo Mstari wa 14. Hiyo ndiyo mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Mara ya ngapi hiyo? Mara ya 3. Kumbuka Yesu alipofufuka kipindi cha siku 40 akiwa anawatokea watu ama wanafunzi wake kwa muda tofauti tofauti. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Ningependa tusome wote mstari huu wa 15. Twende wote pamoja, kila mmoja na Biblia yake. Maandiko yanasema, basi walipokwisha kula. Ndio sauti yote hiyo, ongeza tena sauti. Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Ndio tunaanza somo letu sasa. Weka umakini zaidi, weka umakini zaidi ili twende pamoja. Anamwambia, lisha wanakondoo zangu. Wengi huwa wanafikiri kumtumikia Mungu huwa kunaanza pale anapoenda chuo cha Biblia kwenda kusomea theolojia, si ndio na akahitimu pale ndio anajua, ndio anaanza kumtumikia Mungu. Hapana, sivyo. Wengi wanafikiri ya kwamba kuhitimu chuo cha Biblia, chuo cha mafunzo, kule ndio kunaitwa kumtumikia Mungu. Sivyo. Kumtumikia Mungu hakuanzi unapoingia kwenye chuo cha Biblia, na wala mbinguni hawakujui, hawakutambui kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Ingawa watu wote wana ahadi, wameandaliwa kuwa watumishi wa Mungu, lakini ninaongelea mtumishi wa Mungu kama Mungu anavyotaka. Sawa sawa Kuna wamtumikiao Mungu, alafu kuna watumishi wa Mungu. Kuna wanaofanya kazi ya Mungu na kuna wanaofanya kazi pamoja na Mungu.
Mungu hataki wanaofanya kazi ya Mungu, anataka wanaofanya kazi pamoja naye. Warumi 8:28 Biblia inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo Mungu ili afanye kazi na mtu, lazima component ya kumpenda Mungu iwepo kwanza. Kwa hiyo ndio nikafahamu ya kwamba kumtumikia Mungu hakuanzi pale unapoenda chuo cha Biblia. Unaweza ukaenda, ama ninaweza nikaenda, lakini mbinguni hazinifahamu mimi. Ndio maana siku ya mwisho Yesu anasema mambo ya ajabu. Anasema siku hiyo si kila aniitaye Bwana Bwana ndiye atakayeurithi ufalme wa mbinguni, lakini wale wayafanyao mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni. Kwa maana siku hiyo wengi wataniambia, Bwana Bwana, tazama tumetoa pepo kwa jina lako, tumetoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Yesu anasema ndipo nitakapowajibu waziwazi kusema, sikuwajua ninyi tangu, sikuwajua ninyi kamwe. Imagine umehubiri, kwa ufahamu wako umetumika, siku ya kusimama mbele ya Bwana na kuambia sikufahamu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kazi ya Mungu haianzi pale mtu anapotamani. Yesu anamwambia Petro, haya ni maneno ya Yesu, anamwambia Simon, wanipenda kuliko hawa? Akamwambia ndiyo. Akamwambia, lisha wanakondoo zangu. Haleluya. Na somo letu la leo, lisha kondoo zangu. Kwa hiyo Yesu akamuuliza tena mara ya pili, je, una uhakika ya haya unayoyasema? Maandiko yanasema mstari wa 16, akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akakaa tena, akamuuliza tena mara ya tatu, mstari wa 17, akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Sasa maneno haya ukiangalia kwa haraka utaanza utasema, si alikuwa anamwambia Petro? Je, alikuwa ananiambia mimi? Je, mimi ni Petro? Lakini ufahamu ya kwamba kama nilivyokwisha kutangulia ya kusema, Mungu ameuumba ufalme wake na kuujenga katika misingi ya watu kumtumikia na kulitumikia kusudi la Mungu katika vizazi vyao. Haleluya. Lakini kumtumikia Mungu kama atakavyo Mungu, kama apendavyo Mungu, hakuanzi pale hekima yako inapoanza, lakini huanza pale ambapo moyo wa mtu umefungamana na Mungu. Upendo ni bondi, upendo ni kifungo.
Tusimame kwa miguu yetu tuombe. Haleluya. Ukiwa unasikia neno la Mungu uwe unaomba ndani. Sawa sawa Ukiwa unaomba hautalala, kwa sababu unayoyapokea ni spiritual dose, ni mambo ya rohoni. Lazima uandae mazingira ya kiroho kuyapokea. Haleluya. Kwa hiyo wito ni wa kila Mkristo. Wito wa Mungu ni kwa kila Mkristo, ingawa huu wito unatofautiana. Biblia inasema basi pana tofauti ya karama, bali azitendaye kazi ni Roho huyo mmoja azitendaye kazi ndani ya wote. Tena pana tofauti ya kutenda kazi, lakini azitendaye kazi ni Mungu huyo huyo mmoja akitenda ndani ya wote, kwa kila moja kwa namna yake. Basi kwa mtu mmoja apewa neno la hekima, mwingine neno la maarifa kama apendavyo Roho, mwingine imani, mwingine matendo ya miujiza kama apendavyo Roho, mwingine kupambanua lugha, aina za lugha kama apendavyo Roho yeye yule, ili mwili wa Kristo ujengwe na hata kazi ya Yesu Kristo itendeke. Amen. Mwambie mwenzako, Yesu anasema lisha kondoo zangu. Kwa hiyo lisha kondoo zangu, kwa maneno mengine, ndiyo kazi ya mtu ndani ya Kristo. Haleluya, haleluya. Sasa kama nilivyokwisha kusema, kipimo cha kumtumikia Mungu sio cheo. Naomba uandike maneno haya ya muhimu na ya thamani. Kipimo cha kumtumikia Mungu sio cheo, yaani title. Ukisikia ana cheo, kile sio kipimo cha kumtumikia Mungu. Kile ni kipimo kinachoonyesha wigo ama spheres juu ya kumtumikia kwake Mungu, na unafunua kazi zake. Haleluya. Na kumtumikia Mungu hakuanzi pale unapopewa cheo. Hapana, hapana. Kwa sababu kumtumikia Mungu ni wito wa kila mtu wa Mungu. Haleluya. Anamtumikiaje? Anamtumikia vipi? Utakapoyafahamu haya, ndipo utakapojua hakika yake. Alafu tatu, utumishi wa kweli hufunuliwa juu ya kazi. Paulo anasema katika nyumba moja kuna vyombo vingi, vingine vya dhahabu, vingine vya fedha, vingine vya udongo, vingine vya mawe, vingine vya miti vya kuchonga. Kuna vyombo vya heshima, vingine si vya heshima, lakini chombo kinafunua kazi. Haleluya. Mwambie mwenzako, chombo kinafunua kazi, na ya kwamba utumishi wa kweli sio cheo. Haleluya, tuko pamoja? Wala cheo sio kumtumikia Mungu, kwa sababu kumtumikia Mungu ni kusudi la Mungu juu ya watu wake wote. Haleluya. Mwingine hungoja
apewe cheo ndio atumike, na huko kwenyewe pia ni kufanyaje? Ni kulogwa pia. Sawa sawa. Kila moja Mungu ameweka ndani yake jukumu na kazi ya kumtumikia. Kuna wengine walitoka mbinguni kuwa wafundishaji wa neno la Mungu. Kuna wengine walitoka mbinguni wamekuja duniani, ingawa wataoa na kuolewa na kuzaa watoto, lakini ndani yao waliwekwa ni kwa ajili ya kutenda kazi ya Bwana. Biblia inasema na wanawake kadha wa kadha wenye cheo si wachache wakimtumikia Bwana kwa mali zao. Wao walikuwa ndio wasapoti huduma ya Yesu. Kwa kila mmoja ametoka mbinguni ana kazi ya kufanya. Narudia tena, kila mmoja ulitoka mbinguni una kazi ya kufanya. Ukaja hapa duniani ili uifanye. Ukishaifanya ndio unarudi kwa Baba, unampa hesabu. Baba, juu ya ile kazi ulionituma, juu ya ile kazi ulioniagiza, hii ndio hesabu yake. Haleluya. Na huu ni wito wa kuamsha mtu aliyelala mahali fulani, aliyelala mahali kwamba yamkini wito ama kumtumikia Mungu ni kwa ajili ya watu fulani fulani. Hapana, ni kwa ajili ya kila mwenye mwili ni mtumishi wa Bwana. Na utakapochukua hatua ya kwamba natakiwa, kumbe iko ahadi ya Bwana ndani yangu, uko wito wa Bwana ndani yangu, utakapochukua hiyo hatua. Na ndio maana Yesu hakukuta mitume bali aliwaita. Kwa nini? Alijua huyu kutokea kuumbwa kwake, huyu Petro, huyu ni mvuvi wa watu, lakini ulimwengu umemfashoni, umemfanya mvua samaki. Mbinguni wakikuangalia wewe, wanakuangalia ni kingdom preacher, ni mhubiri wa injili ya ufalme, lakini ulimwengu umekubadilisha. Sasa hivi unahubiria watu sokoni ya kwamba chukua hii, acha ile. Si hayo tu, hayo ni sehemu ya kuishi kwetu, lakini iko kazi ambayo kwa hiyo ndio ilimpa Mungu sababu ya kutuleta duniani. Haleluya, haleluya. Mimi ningetakiwa kuwa nimekufa, sawa nitakiwa kuwa nimekufa, ila ni hai kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwetu ilikuwa kunitambulisha mimi, lazima uweze kurifaa ni yule aliyepata ajali, wakajua nimepasuka kichwa. Mimi nilipata ajali nilipokuwa kijana mdogo, ikapelekea nikavunjika taya. Huu unaoona huu ni mshono wa kuungwa taya. Sawa sawa Taya hii ilivunjika, mguu huu ulivunjika kabisa hivi. Mfupa ukawa unaning'inia tu hivi. Hospitali nimekaa Muhimbili pale, wodi inaitwa Sewahaji na Moi, nimekaa zaidi ya mwaka. Hospitali ya Bombo nimekaa zaidi ya miezi 6. Sikukuu na kula huko hospitali. Nikakaa kiasi kwamba kulikuwa hakuna haja ya ndugu kukaa na mimi hospitali, kwa sababu kila kona ya hospitali regulation zote nazijua, kwamba wiki fulani naenda kupiga x-ray kuangalia mfupa ukoje, unaendeleaje. Sawa sawa. Na siku hiyo ambayo nimezinduka kutoka katika kuzimia, ndani ya siku tatu sijafungua jicho, walijua nimekufa. Sasa mamangu ananisimulia, ananiambia, daktari anamuuliza, huyu ni mtoto wako wangapi? Anasema huyu ni mtoto wangu wa 7. Baadaye moyo ukamchoma, akiwa anawaza, kwa nini nimemwambia ni mtoto wangu wa 7? Labda atawaza yamkini anao watoto wengi, kwa hiyo hata akipotewa na huyu hana shida. Akasema ningesema ni mtoto wangu wa pekee. Kwa hiyo aliyekuwa ananilea, siku ninaamka, siku ya 3,
Siku ya tatu wakaniletea, ilikuwa lile ni Agano Jipya. Wakasema, yaani wewe umtumikie tu Mungu. ila hata kama wasingesema, niliandaliwa kutokea huko. Ilikuwa ni sababu ya kunithibitishia kwamba mauti ilikuwepo, na ilikuwepo tayari, na mtego wa mauti ulishategwa, ulishafyatuka na ulishanasa kabisa. Kwa hiyo nilitakiwa tu niwe nimekufa, sipo. Lakini nilirudi kuwa hai kwa sababu iko kazi na liko kusudi la Mungu ndani yangu, na huo ndio ujasiri pekee unaonipa kwamba iko sababu kwa nini mimi ninaishi. Haleluya! Na ndio maana ninasema iko sababu ndani mwako wewe, ama unaijua ama hauijui. Lakini kama hauijui, leo utoke ukiwa unajua ya kwamba iko sababu ambayo kwa hiyo Mungu alinitoa mbinguni akanitoa kwenye mapafu yake. Biblia inasema yeye aliyewajua tangu asili, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, tulikuwa ndani yake, akakutoa ndani yake, akakuleta duniani, ukaingia ndani ya mwili, ukaitwa Rose. Kwa jina la mbinguni wewe sio Rose, una jina lako, unaitwa mhubiri, unaitwa muombaji. Kwa hiyo kazi ulitoka mbinguni ili uje duniani uitende hiyo kazi, na unapoitenda hiyo kazi ndipo mbingu zinafurahia kuishi kwako. Haleluya! Hebu sema, kwa damu ya Yesu. Baba wa mbinguni, amsha roho yangu mchana wa leo. Nimesahau, nimepuuzia, nimejisahau, nimejisumbukia katika kutafuta ya ulimwengu huu, nikaacha ile sababu ya asili ya kuumbwa kwangu. Mchana wa leo katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, amsha roho yangu, amsha roho yangu, fufua roho yangu kwa damu ya Yesu. Kila kilicholala ndani mwangu kiamke leo kwa damu ya Yesu. Kila kilichosimama kitembee sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu uliye muumbaji na mtendakazi pamoja na Mungu, amsha leo ile bidii yangu, ile kiu yangu, juhudi yangu katika kumtumikia Mungu, kuifanya kazi ya Mungu. Iamke leo, niamke leo, niamke leo kwa jina la Yesu. Yesu anamwambia Petro, wanipenda? Mwambie mwenzako, unampenda? Unampenda Kristo? Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli, naye atakaa nanyi daima. Haleluya! Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, nasi tutakuja kwa mtu huyo na kufanya makao na kujidhihirisha kwake. Haleluya, haleluya. Mojawapo ya jambo ambalo Mungu Yesu Kristo mwenyewe alilihusia kanisa, kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2, anamwambia Yohana, andika kwa yale makanisa 7. Haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza. Anasema, najua bidii yako. Anasema, najua tabu yako. Anasema, lakini umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi tubu
na usipotubu nami nitakuja kufanya vita pamoja nawe usipotubu. Ufunuo sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 2 anasema, najua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mwambie mwenzako umechoka, unahitaji kutiwa nguvu tena. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Hebu sema upendo wako wa kwanza. Na hii ndiyo kansa ya kiroho, ndiyo hii, kusahau upendo ule wa kwanza uliompenda Kristo. Sawa sawa. Haleluya, haleluya. Ukijiangalia sio yule wa kwanza. Leo ukijiangalia, ukijimurika, sio yule wa kwanza. Yule aliyekuwa anampenda Mungu, anapenda kuzijua njia za Bwana, anapenda kumtafuta Bwana, anapenda kuwa karibu na Bwana, sio yule. Mchana wa leo Mungu anaita tena, na Mungu anakumbusha tena kurejea katika asili ya kuumbwa kwako. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Musa alipoambiwa na Bwana ya kwamba wapeleke wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, Musa akamwambia Bwana, uso wako usipoenda nasi, usituchukue kutoka mahali hapa. Anamaanisha uwepo wako usipoenda pamoja nasi, usitutoe, kwa maana tutatofautishwaje kwamba Mungu yuko katikati yao. Na mchana wa leo, Baba wa mbinguni, ni maombi yetu, uwepo wako, uso wako, neema yako, roho wako. Tumejitahidi kwa nguvu zetu, tumeshindwa. Tumejitahidi kwa akili na mbinu, tumeshindwa. Lakini mchana wa leo tumekuja kwako Bwana, tumekuja tena mahali hapa kusema ni kwa roho wako. Ukamwambia Zerubabeli, ukamwambia hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, ya kwamba si kwa nguvu, si kwa uweza, bali ni kwa roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Na mchana wa leo Bwana, ni kwa roho wako, ni kwa roho wako, ni kwa roho wako, ni kwa msaada wa roho wako tutashinda vita. Ni kwa msaada wa roho wako tutaitimiza ile kazi uliyotutuma. Ni kwa msaada wa roho wako tutaitenda kazi yako. Ni kwa msaada wa roho wako tutaenenda katika umbali ule uliouandaa na uliokusudia. Ni kwa msaada wa roho wako tutaitenda kazi yako. Ni kwa msaada wa roho wako. Hebu mtu mmoja mchana wa leo, hebu enenda sasa katika ulimwengu wa roho. Nena na Bwana, nena na Bwana, nena na Bwana. Yuko mahali hapa tayari, yuko mahali hapa tayari, yuko katikati yetu tayari, yuko katikati yetu tayari. Shanda makapasiti piraba.